moja. Kwa hiyo ukiketi mahali kwa dakika moja ni chupa milioni moja, dakika mbili ni chupa milioni mbili na kadhalika. Na hizi nyingi ni zile ambazo zinaitwa high density plastic. Kisomi kitaalamu ni zile ambazo haziozi. Ukiangalia baada ya mageuzi ya simu hizi zinazoitwa mobile smartphones, nyingi pia zinapoharibika, nyingi ni sehemu kubwa ni plastiki, haziwi recycled. Mimi na wewe tumekuwa na simu karibu miaka sasa, huu ni mwaka wa 15. Je, zile simu ambazo ziliharibika, zimevunjika, sijui zile sehemu za kufunikia isiharibike au isifanye, au makava yale mengi ni ya plastiki. Lakini wanadamu hatujaelewa fika athari ya janga hili la plastiki kwa maisha ya binadamu. Sasa nini kifanyike? Ningependa kusema tu tunaposherekea siku ya mazingira duniani tarehe ya 5 mwezi wa 6 mwaka huu, na mada kuu duniani ikiwa elewa janga la plastiki, chukua hatua, basi nasema tunahitaji mambo haya. La kwanza, tunahitaji kompasi mpya ya maadili ya utunzaji wa maadili wa mazingira. Kompasi mpya, a new compass, a new GPS, global positioning system, kwamba hivi vitu vyote hivi, hata kalamu tunazotumia asilimia kubwa ni plastiki. Hata yani ukiangalia mezani kwako, ukiangalia hata zile hotpots kwenye sherehe, vikombe, chupa, tunapaswa kuwa na uelewa wa pamoja kwanza kuhusu janga hili. La pili, tunahitaji elimu ambayo inapima kwa umakini na kwa kina athari za plastiki, kiafya, kimazingira, kielimu, kiuchumi, kimaadili na kadhalika. Tunaweza tukasema basi wanakufa watu milioni fulani kwa mwaka, lakini hao wanaokufa ni watu ambao walikuwa wawe wazalishaji, ni watu ambao walikuwa walete maendeleo katika Tanzania, katika mkoa wa Kilimanjaro, katika Afrika, katika dunia. Kwa hiyo tunahitaji elimu makini inayopima kwa kinaga ubaga athari za muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu za mazingira. Tatu, tuelewe kwamba nchi, jamii, mkoa au wilaya ambayo haijali athari za plastiki, kwa kweli nchi hiyo, mkoa huo ni wa ajabu sana. Tunaongelea kuhusu resilience, moja kati ya aras muhimu siku hizi. Lakini hawezi tukawa resilience kwa Kiswahili kilichonyoka ni ungangari, ni uendelevu, ni ungangari. Hatuwezi kuwa na ungangari wa afya, hatuwezi kuwa na ungangari na ungunguri wa elimu, wa afya, wa maendeleo kama tunachukulia swala la plastiki kama ni swala tupoa. 4, sisi ni muhimu kuliko hiyo, yani huo msamiati sisi, katika maana kwamba hizo athari za kutuharibu sisi ni muhimu kuliko mimi, katika maana hii ninayosema kwamba tunahitaji sasa wanadamu, na hasa kwa mkoa wa Kilimanjaro, tujali maisha ya wale walio maskini zaidi, wanaokaa karibu na madampo, wanaoenda kutafuta riziki yao kwenye madampo, wanaofanya kazi kwenye gereji rasmi na gereji bubu, kujali afya yao, kujali mapafu yao, kujali wasipate saratani za aina yoyote katika shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo hatuwezi kusema tu mimi ninakaa Uzunguni, kwa hiyo huko hakuna dampo linaloleta athari hizo, kwa hivyo mimi niko salama. Lakini kuna watu wengi ambao hawako salama kutokana na janga hili. Tuchukulie janga hili kama janga la corona, janga la ukimwi, janga la kitu gani. Plastiki imekuwa ni janga, lakini hatujaweza kulielewa. Hatutaki. Na ndio maana vitabu vitakatifu vinasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, lakini mimi naongezea kwa kukataa maarifa. Haya ndio maarifa yenyewe. 5, uhai wa viumbe vyote ni muhimu kuliko uhai na starehe ya tajiri. Leo hii kuna mabilionea duniani, mabilionea 40 duniani. Wale matajiri wakubwa kweli kweli kama kina Elon Musk ndio wanahodhi asilimia zaidi ya 90 ya rasilimali za dunia. Mabilionea 40. Lakini wengine tunaobaki, basi tunajaribu kusurvive. Mimi nafikiri ni kipindi kimefika tunapofanya shughuli hizi za kila mwaka za maadhimisho ya siku ya mazingira duniani tarehe 5 mwezi wa 6 kila mwaka,
ni vizuri tukaangalia, je, ni changamoto ipi ambayo iko zaidi, juu zaidi kuliko nyingine. Mwaka huu na miaka hii nataka kusema kwamba janga la plastiki limekuwa kubwa zaidi, lakini hatujalichukulia, serikali haijalichukulia ipasavyo, taasisi za dini bado haijachukulia ipasavyo, taasisi za mazingira, taasisi za kijamii, wanazuoni, waandishi wa habari na kila mmoja, hatujachukulia hili janga kama janga ambalo linapaswa kupata majibu ya haraka na sahihi na majibu makini ambayo ni endelevu. Asanteni kwa kunisikiliza.